Ya, kutoka makao makuu ya Benki ya Taifa ya Biashara, benki kinara, benki ya NBC, hapa kwenye makutano ya barabara za Sokoine na Zikiwe. Mimi ni Karim Boimanda, nipo hapa fiti kabisa kukuongozea mkutano huu maalum, mkutano wa kipekee kuelekea mchezo namba 64, mchezo wa ligi kuu ya NBC kati ya wenyeji Young African Sports Club na wageni wao Simba Sports Club, zote hizi kutoka hapa mkoani Dar es Salaam. Mchezo huu unakwenda kuchezwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kesho Oktoba 23 kuanzia majira ya saa 11 jioni. Kama ilivyo ada, tumekuwa tukizungumza na makocha pamoja na manahodha ama wachezaji wenye ushawishi kwenye vikosi kuelezea maandalizi yao kuelekea mchezo wowote wa ligi kuu ya NBC. Na hapa kama ilivyo inavyoonekana tayari kocha mkuu wa Young African Sports Club Mohamed Nabi ameshawasili hapa na yuko tayari sasa kwenda kuelezea maandalizi yao kama wenyeji wa mchezo huu kwenda kuwavaa Simba Sports Club hapo kesho. Karibu coach, zungumza na wanahabari, zungumza na wapenzi wa ligi kuu ya NBC juu ya maandalizi kuelekea mchezo wa kesho. Shukran. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vas-y. Il vient de dire demain, si tu peux parler à propos des préparations, comment tu te prépares pour les matchs de demain, techniquement et tout. Donc, shukran, shukran sana. Comme d'habitude, donc nous connaissons l'importance de ces derbys, notamment il vient après les matchs de Champions League. Nous savons notamment l'importance et l'impact qu'il va laisser, quel que soit le résultat positif ou négatif. Raison pour laquelle nous nous sommes préparés comme nous avons l'habitude de se préparer, c'est-à-dire avec beaucoup de concentration, beaucoup de volonté, de solidarité entre nous, surtout en oubliant le résultat de la semaine passée, et avec beaucoup de confiance en soi et respect à l'adversaire dans ce match. Mechi ya dabi ni mechi kubwa ambayo imekuja baada ya mechi ya Champions League. So itakuwa ni mchezo mzuri na itakuwa na pakti fulani baada ya mechi. Hata kama pakti yenyewe inaweza ikiwa nzuri au mbaya, lakini yote ni pakti. So wamejiandaa kisawasawa, kiutulivu, kwa kujituma na kwa umoja, huku wakimheshimu mpinzani ambaye watakutana naye. Asante mwalimu, na sasa nakaribisha maswali matano. Natoa nafasi 5 kwa wanahabari kuuliza maswali, na nitaomba kama una swali basi sogea hapa upande huu wa kulia kwangu, uwe karibu hapa ili nikikuteua kuuliza swali basi sauti yako isikike. Wale ambao wanatufuatilia kupitia Azam Sports 1 waweze kusikia swali pia. Karibu sana, swali la kwanza. Jana nyumbani na ugenini kwenye ligi hakuna mwamba. Namna gani ambavyo umejiandaa kama kocha? Pressure iko vipi kwa upande wa wachezaji kwa mwenyewe pia baada ya kutolewa kwenye michuano ya Champions League na kwenda katika mchezo wa kesho? Nini ambacho umejiandaa cha tofauti kwa mashabiki wa Young Africa kwenye mchezo wa kesho dhidi ya Simba? Demain tu joues avec une équipe que la saison passée tu l'avais gagné à la Super Coupe. Tu l'avais gagné aussi en demi-finale de la Coupe de Azam Confederation Cup. Mais tu avais fait match nul des matchs du championnat, phase aller et phase retour. Comment tu te prépares pour les matchs de demain pour gagner le match du championnat? Et qu'est-ce que tu promets aux supporters de Yanga au moment où vous venez d'être éliminé au Champions League? Il a dit la pression. J'ai entendu pression. Non, il n'a pas parlé de pression. Donc,
Donc, comme je viens de dire, donc, nous avons le sens de la responsabilité. Nous avons oublié le match de Champions League tout en retenant les leçons des erreurs ils ont été faites. Par rapport au résultat de l'année passée, le passé, c'est le passé. La réalité du football, c'est le moment T, le moment, le terrain, quand l'arbitre siffle le début du match et la fin du match. C'est ça le plus important. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es bien concentré? Est-ce que tu as bien appliqué? Tu t'es donné à fond? C'est ça le plus important. Les passés et les trucs, quel que soit on a battu Simba au match nul, ou quel que soit nous sommes sortis de Champions League et Simba, elle est passée. Tout ça, ça n'a pas... Nous sommes dans une bulle bien concentrée et le football, il change tout le temps. Le moment le plus important dans le football, quand l'arbitre siffle le début et de la fin. Par rapport aux supporters, bien sûr, notamment, nous nous excusons et nous avons été très frustrés, très tristes pour eux, surtout pour eux qu'on n'a pas pu, malgré qu'on a fait d'autres bons matchs, on n'a pas pu passer. C'est le football. La chance n'était pas de notre côté, vraiment. Et raison pour laquelle moi-même, chef du staff technique et tous les composants du club, nous sommes promis de tout donner pour apporter de la joie à notre équipe pour le match de demain. Kama ina maana tumejiandaa kutokana na mechi ya kesho. Tumesahau yote yale ambayo yamepita, sababu katika football huwezi kuzungumzia kile ambacho kimepita, kama tumemfunga Simba mara ngapi au tumedraw mara ngapi, yale yamepita. Lakini football ni mchezo ambao pale refa anapopiga filimbi ndio football inapoanzia, na pale anapopiga filimbi ya kumaliza ndio football inapoishia. So yale sijui kama wametolewa kwenye Champions League, Simba akafuzu kwenye Champions League, ni kitu kimoja tu, sababu yote ni football. So yeye kwa upande wake na benchi la ufundi wanaomba msamaha kwa mashabiki, sababu haikuwa malengo yao kutolewa, lakini katokea kama bahati mbaya. Wamejitahidi, wamecheza vizuri, lakini matokeo haikuwa hivyo. So watajitahidi kadri ya uwezo kuwafurahisha mashabiki wa Yanga na kuwarudishia furaha yao. Asante mwalimu. Swali la pili kwake mwalimu Nabi. Swali la pili, sogea hapa karibu. Il demande s'il y aura des joueurs qui ne seront pas partis du match de demain. Oui, notamment Morrison pour la punition administrative. Nous avons Chourbo qui revient d'une maladie, donc on n'est pas encore sûr, on va encore voir aujourd'hui. Sinon, c'est les joueurs qui sont absents normalement pour ce match. Ambaye hata kuwepo kesho ni Morrison ambaye anatumikia adhabu, na mwingine ambaye anaweza kawepo ama asiwepo sababu katoka kwenye malaria ni Shuaboy. So itategemea na jinsi leo mazoezi ya jioni atakapo perform, ndio inaweza kumfanya kuwepo au kutokuwepo, ila wengine wote watakuwepo. Asante. Nakaribisha swali la tatu. Swali la tatu kwa mwalimu Nabi. Swali la tatu kwa mwalimu Nabi. Swali la tatu. Labda mwalimu azungumzie mashabiki wanasubiri kuona burudani, lakini pia pamoja na matokeo. Yeye nadhani ana mipango yake pia. Je, mipango ya mashabiki wale wadau hasa wa ligi kuu ya NBC anaweza kuendana nayo kwamba tupate burudani, lakini wakati huo mashabiki wa Young African Sports Club wapate na matokeo kwa pamoja? Il dit en tant que technicien, entraîneur, tu peux expliquer aux supporters de Yanga d'attendre le football, le meilleur football, et aussi la victoire, surtout surtout aux supporters de football ou les fanatiques de football. Oui, je n'ai pas compris ta question. Oui. Sa question est de s'expliquer aux supporters ou les fanatiques de football, les fanatiques de Yanga,
de les promettre si demain on va jouer le bon football et aussi on aura aussi les résultats et aussi le fanatique de football de NBC Premier League. Oui, je pense que par exemple, le cachet de Yanga par rapport à la qualité de football, je pense que même si on n'a pas eu la chance, par exemple, au Soudan de gagner, mais nous avons laissé, on a impressionné vraiment tous les observateurs et les publics sportifs là-bas aussi, au Soudan, de la qualité de football préconisée par Yanga. Même dans les médias tunisiens, comme nous sommes tombés contre le club africain en Tunisie, dans les studios TV, ils ont passé des images de la qualité de football de Yanga. Et c'est ça que j'essaie toujours, d'abord jouer au football. Ça m'attriste de... Moi, je ne suis pas un entraîneur qui veut le résultat en mettant un autobus à jouer 10 derrière et chercher contre-attaque pour pouvoir... Ce n'est pas ma philosophie de football. Malheureusement, le beau football, il n'est pas toujours payé, récompensé. On va essayer, nous on promet, on joue, on va se donner à fond, mais le résultat final, il n'y a que Dieu qui le sait, pas moi. Mais on va se battre pour vraiment donner de la joie à nos supporters. DNA ya Yanga ni kuchezea mpira, kutembeza pasi, sababu ndo filosofi yake yeye kwenye mpira, sio kocha ambaye huwa anacheza na mabeki 10 na mshambuliaji mmoja ili kusubiri counter attack. So huwa yeye anacheza mpira wa kutandaza chini, lakini mpira jinsi ulivyo unaweza ukacheza vizuri lakini usipate matokeo. Ni reality ya football. Hata walivyocheza huko Sudan, mashabiki wote waliokuwepo huko Sudan walifurahi, wakasema kweli Yanga wanacheza mpira mzuri. Hata kwenye media za huko Tunisia aliona wanazungumzia kutokana na hiyo timu ambayo wamekutana nayo kwenye playoff ya Confederation, walikuwa wanazungumzia uchezaji wa Yanga, jinsi wanavyocheza, wanavyomiliki mpira, wanavyopossess. So hiyo ndio filosofi yake yeye, kuchezea mpira lakini sio kukaba, ila matokeo ni Mwenyezi Mungu ndio huwa anapanga. Kwa hiyo hakika watu wangu wa NBC Premier League tutapata burudani. Mwalimu, tuma salamu kwa mashabiki wa Young African Sports Club. Donc on a confiance, demain on aura le bon football. Donner la salutation aux supporters de Yanga. Ah, yes. D'abord, en Swahili. Je voudrais le saluer, les remercier pour leur soutien. Malgré tous les attaques qui ont été émises envers ma personne pour me déstabiliser, mais je suis très solide, on ne peut pas me déstabiliser comme ça. Et mes supporters, en tout cas la majorité de mes supporters, de nos supporters de Yanga, ont manifesté un soutien qui m'a énormément touché. C'est pour ça que je le promets de me battre jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde pour eux, pour le fan de Yanga. Asanteni sana, bana Yanga. Voilà. Alikuwa anataka tu kuwashukuru mashabiki wa Yanga kutokana na kipindi kigumu ambacho alikipitia. Ilikuwa kama watu walikuwa wanataka atikishike, ila hakutikishika, sababu kuna baadhi ya wachezaji, asilimia kubwa mashabiki asilimia kubwa walikuwa upande wake kumpa moyo. Hicho kitu amekifurahia sana na kweli kimekaa moyoni mwake. So anawaahidi atapambana kadri ya uwezo wake ili kuwapa furaha. Asanteni sana. Asante Mr. Karim. Tunazungumza na Zawadi. Asante sana. Asante sana. Tumemalizana na coach Mohamed Nabi na sasa tunakwenda kuzungumza na Zawadi Mauya ambaye tunajua kuna ujumbe mzito amekuja nao kutoka kwa wachezaji wenzake. Ni wakati wako Zawadi sasa kuzungumza na mashabiki wa NBC Premier League, lakini pia mashabiki wa Young African Sports Club, ukiwaeleza kile ambacho wachezaji wenzako wamekuagiza uje kutufikishia hapa leo, na niseme karibu sana, kuwa huru. Asanteni sana. Sisi kama wachezaji, nikiwa mmoja wapo wa wachezaji, kwanza tumejiandaa vizuri kupitia benchi letu la ufundi, na kila mchezaji ana hali kubwa
ya kuweza kucheza mchezo huo na kuendelea kupata matokeo. Naamini hakuna mchezaji ambaye hawi na kiu katika mechi ya dabi. Kila mchezaji ana hali kubwa sana, na ukizingatia tumetoka kwenye CAF Champions League hatukupata matokeo mazuri. Kwa hiyo furaha yetu kubwa kwa mashabiki wetu ni namna ya kuweza kupambana tuweze kupata matokeo katika mchezo huu. Asante sana Zawadi, nakaribisha maswali matano kwake. Swali la kwanza kwa Zawadi Mauya. Swali la kwanza, karibu. Zawadi Mauya, umekuwa ni sehemu ya kikosi cha Yanga, kisha kukutana na Simba kwa waadhibu kwa tarehe 8 mwezi wa 5 2020. Kesho mnakwenda kukutana tena na Simba Sports Club. Nyinyi ndio ambao mnakwenda kuzitafuta hizo alama tatu, aidha kuwapa mashabiki furaha ama kuweza kuwapa huzuni. Mlitoka kupoteza kwenye CAF Champions League, bado pressure kwa mashabiki ilikuwa ni kubwa mno. Nyinyi ndio ambao mmesababisha pressure iwepo kwa mashabiki, na kesho tena mnakwenda kupambana dhidi ya Simba Sports Club. Ni kitu gani ambacho mnataka kuwaprove mashabiki wenu kwamba tuliteleza na hapa sasa tunasimama na mfumo wa dabi mchezaji katika mchezo wa kesho? Sasa karibu. Asante. Kila mchezo naamini unakuwa una approach yake. Naamini tumetoka kwenye CAF Champions League, ilikuwa ni approach nyingine, lakini na hii ni dabi pia ina approach nyingine kutokana na benchi la ufundi. Ila tu kikubwa sisi kama wachezaji tumejaribu kujiandaa kwa asilimia kubwa, ukizingatia katika mechi ya Ngao ya Jamii tulipata matokeo na hatukuwahi kupoteza katika hii misimu miwili katika ligi. Kwa hiyo sisi kama wachezaji bado tuna hiyo hali ya kuendelea kupambana na kuendelea kujituma zaidi ili tusiweze kupoteza hiyo CV. Lakini kikubwa dabi ina pressure yake, ukizingatia hizi ni timu mbili ambazo zina mashabiki wengi. Lakini sisi kama wachezaji nadhani hiyo pressure kwa sasa hivi haipo. Tupo katika kipindi ambacho hatutaki kuwa na pressure kubwa kwa sababu na mazingira ambayo tuko nayo. Naamini kama wachezaji wanatahadhari hiyo na hataki tena hiyo pressure iendelee kuwepo kwa mashabiki wetu pamoja na uongozi. Kwa hiyo tunawakaribisha kwa wingi katika mchezo huu. Mashabiki wetu wasiwe na kuvunjika moyo, wawe na hali kubwa kuja kutushangilia. Naamini tutawapambania kuweza kupata matokeo mazuri. Asante Zawadi, nakaribisha swali la pili sasa. Swali la pili kwake Zawadi Mauya. Sisi kwa Yanga au kumezana kwa timu pinzani? Timu zote mbili. Naamini mchezo wa mpira ni mchezo wa fair play, sio mchezo labda wa kutaka kuvunjana na nini, lakini sometimes baadhi ya vitu ambavyo vinatokea uwanjani sometimes ni emotion za uwanjani, lakini mchezo wa mpira ni mchezo wa fair play. Sisi kama wachezaji tunajaribu kulindana kiafya kwa sababu hii ndio ajira yetu na ndio vitu ambavyo vinatufanya tuendelee katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo siamini kama kuna mtu ambaye ana dhamira ya kwenda kumfanyia mtu kitu ambacho kipo tofauti, lakini sometimes ni emotion ambazo zinakuwepo katika sehemu ya uwanja. Swali la tatu kwake Zawadi Mauya. Karibisha swali la tatu. Swali la tatu, sogea kwa hapa jirani na mimi basi ili uweze kuuliza swali. Swali la tatu. Wakati tunasubiri swali la tatu, Zawadi zungumza na mashabiki wa Young African Sports Club lakini pia mashabiki wa ligi kuu ya NBC kuhusiana na mchezo wa kesho. Umejiandaaje kwa ujumla, na kama kuna salamu zozote special kutoka kambini kwa sababu wewe ndio umetoka kambini? Karibu sana. Asante. Kikubwa kama mchezaji wa Young Africans napenda kuwatumia tu salamu mashabiki wetu na washabiki wa ujumla kwenye NBC Premier League. Wajitokeze kwa wingi, nadhani huu ndio mchezo mkubwa ambao unazikutanisha hizi timu mbili na zinateka hisia za mashabiki waliokuwa wengi. Lakini kikubwa napenda kuhamasisha tu washabiki wetu wasivunjike moyo kwa yale ambayo yametokea kwenye CAF Champions League. Wajitokeze kwa wingi kwenye NBC Premier League hasa katika mchezo wetu huu wa leo. Naamini na sisi kama wachezaji
tuna madonge yetu ambayo yapo kwenye nafsi zetu ambazo yanatusukuma pia twende tukapambana ili uweze kupata matokeo. Naamini wakijitokeza wao kwa wingi watatusukuma na sisi kuendelea kupambana zaidi na zaidi. Sawa, asante sana Zawadi. Nilikuwa nasubiri swali la mwisho. Hakuna swali, bila shaka Zawadi umezungumza vizuri, wanahabari wameridhika, basi tuwatakie maandalizi mema kuelekea mchezo wa kesho. Asante. Tumemaliza sehemu ya kwanza ya mkutano huu ambapo tulikuwa na wenyeji